Ibrahimu akaondoka huko kwenda nchi ya kusini, akakaa kati ya Kadeshi na Shuri, na yakatembea katika Gerari. Ibrahimu akamnena Sara mkewe, huyu ni ndugu yangu. Basi Abimeleki mfalme wa Gerari akapeleka watu akamtwaa Sara. Lakini Mungu akamjia Abimeleki katika ndoto ya usiku, akamwambia, umekuwa mfu wewe kwa sababu ya mwanamke huyu uliyemtwaa, maana ni mkewe mtu. Basi Abimeleki alikuwa kumkaribia, akasema, Bwana, je, utaua taifa lenye haki? Je, hakuniambia mwenyewe huyu ni ndugu yangu? Na mwanamke mwenyewe naye alisema, huyu ni ndugu yangu kwa ukamilifu wa moyo wangu, na kwa kuwa safi mikono yangu nimefanya hivi. Mungu akamwambia katika ndoto, nami nimejua ya kwamba kwa ukamilifu wa moyo wako umefanya hivi, ndipo nami nikakuzuia usinitende dhambi. Kwa hiyo sikukuacha nguse. Basi sasa umrudishe mwanamke kwa mtu huyo, maana yeye ni nabii, naye atakuombea upate kuishi. Bali usipomrudisha, fahamu ya kwamba kwa hakika utakufa, wewe na watu wote ulio nao. Abimeleki akaamka asubuhi na mapema, akawaita watumwa wake wote, akawaambia maneno hayo yote masikioni mwao, nao watu hao wakaogopa sana. Kisha Abimeleki akamwita Ibrahimu, akamwambia, umetutenda nini? Nimekukosa nini hata ukaleta juu yangu na juu ya ufalme wangu dhambi kuu? Umenitenda matendo yasiyotendeka. Abimeleki akamwambia Ibrahimu, umeona nini hata ukatenda jambo hili? Ibrahimu akasema, kwa sababu naliona yakini hapana hofu ya Mungu mahali hapa, na wataniua kwa ajili ya mke wangu, naye kweli ni ndugu yangu, binti wa baba yangu, ila siye mwana wa mama yangu. Ndipo akawa mke wangu. Ikawa hapo Mungu aliponisafirisha kutoka nyumba ya baba yangu, nikamwambia, hii ndiyo fadhili yako utakayonifanyia kila mahali tuingiapo, useme huyu ni ndugu yangu. Basi Abimeleki akatwaa kondoo na ng'ombe na watumwa na wajakazi, akampa Ibrahimu, akamrudishia Sara mkewe. Abimeleki akasema, nchi yangu iko mbele yako, kaa upendapo. Naye akamwambia Sara, tazama, nimempa ndugu yako fedha 1000, itakuwa kifunika macho kwako mbele ya wote walio pamoja nawe, nao utakuwa na haki mbele ya watu wote. Ibrahimu akamwomba Mungu, Mungu akamponya Abimeleki na mkewe na wajakazi wake, nao wakazaa wana, maana Bwana alikuwa ameyafunga matumbo ya watu wa nyumbani mwa Abimeleki wasize kwa ajili ya Sara mkewe Ibrahimu.